wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammadin nabihi umihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ama baada, ndugu zangu katika Nado Online TV, na kukaribisheni kwa wale wageni hapa. Nafundisha masuala mbalimbali makubwa mazito katika masuala ya elimu ya tiba katika njia mbalimbali. Utafundishwa miti shamba, utafundishwa tarasimati, ayati, sura mbalimbali na mambo mengine biiznillah. Nimependa leo niwapeni njia ya kuweza kutengeneza fimbo ili iweze kukusaidia katika masuala yako ya tiba. Sawa. Fimbo hii unaweza ukaitumia kwenye kutibu, fimbo hii unaweza ukaitumia kwenye kinga, fimbo hii unaweza ukaitumia kwenye mvuto, lakini unaweza ukaitumia kama wewe mtaalamu kwa ajili ya ulinzi. Sawa. Unaweza ukaitwa labda uende sehemu fulani kwa ajili ya kufanyiwa kwenda kutibu. Sawa. Njia ni nyingi zipo, zimefundishwa katika Qur'ani, zimefundishwa katika njia tarasimati. Njia ziko nyingi, yani kuna aina mbalimbali ya njia ambazo ukizitumia zinaweza zikakusaidia. Kwa hiyo nikapenda niwafundisheni hii namna ya kutengeneza fimbo. So, watu wengi wanajua kwamba kupitia mti wa mbaazi unaweza kutengeneza fimbo kwa ajili ya kurudisha vitu vilivyopotea. Unaweza kutengeneza fimbo kwa ajili ya kinga, unaweza kutengeneza fimbo labda kwa tiba, mvuto, kuzuia chumulete na masuala mengine. Kwa hiyo wakati unaitengeneza nitakupa siri yake hapo, kwamba wapi unataka kuipeleka ni wewe mwenyewe. Maandalizi kwanza, unatakiwa uende katika mti wa mbaazi baina ya magharibi na isha. Yaani hutaki kwenda usiku sana. Sawa, hii wenyewe wataalamu wanaita ni muda ambao unaitwa ishaini, kwamba kati ya magharibi, huo umeswali magharibi ama kabla hujafika wakati wa isha, au hata kama wakati wa isha. Yani usiende usiku mkubwa sana, kwa sababu karibu ya malaika wote au viumbe wote wanaeka katika mti wa mbaazi wana tabia ya kuondoka mapema sana asubuhi na kurudi baada ya magharibi. Kwa hiyo wakati wao wamerudi pale, kabla hawajalala au kabla hawajapumzika au kabla hawajachukua majukumu yao mengine mazito, nenda kaombe hiki ambacho nataka nikufundishe, kitakusaidia. Sawa. Unaweza kutumia kama nilivyozungumza. Kwa mfano, umechukua fimbo yako, umeenda labda kwenye mji, umepewa chumba, basi hii wenyewe wanatumia kupenda. Kuna watu wengine wanapenda kujaribu tu kama mganga ni mganga kweli, basi unailaza pale mlangoni kwako, au unaweza kuiweka hata sehemu mle chumbani kwako. Mji huo sawa, na kushauri kama umefika labda ni usiku, usianze tiba, weka mpaka asubuhi, majibu utakuwa umeshapata. Na unaweza hata ukaambiwa mgonjwa wako mtibu hivi, ama pitia njia hizi, au hata kama kuna mchawi mle ndani, kama kuna shetani, kama kuna jini, tayari utakuwa kashapata majibu kwamba hapa yupo na hatuwezi kufanya chochote bismillah. Utaratibu, chukua udhu kamili kama unavyoenda katika swala. Yani umechukua udhu vizuri, tawadha. Kama wewe ni mwanamke, hakikisha hauna nifasi, huna haidhi. Kama ni mwanaume, huna janaba, huna hadathi, yani uko twahara kana kwamba unaingia katika swala. Fika katika mti wa mbaazi ukiwa na mavazi yako twahara, na wewe mwenyewe uko twahara, uko na udhu wako. Kama unahisi udhu wako unaweza ukabatirika, beba hata maji, tawadha kabla hujafika pale. Ukishafika, kabla hujaanza kuchimba, sawa, sema maneno haya: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil khannas alladhi yaswisu fi suduri nas min al-jinnati wan nas. Baada ya maneno yako haya utasoma, yani utaanza bismillah, utatoa salamu, utamswalia bwana mtume, utasoma kul a'udhu bil falaq mara moja, utasoma kul a'udhu bin nas mara moja. Baada ya hapo utasema maneno nia yako kwamba umekuja kuchukua dawa ya jini gani. Unasema: ewe mbaazi, kwa nguvu alizokupa Mwenyezi Mungu, nimetoa kisomo hiki sadaka na kinga yangu mimi kwa wale wote ambao waliekaa katika mji wako wasiweze kunizuru. Nimekuja kwa lengo ya kuchukua fimbo ikanisaidie katika
kazi zangu. Kwa unaweza kwa ili unaenda kuitengeneza kwa ajili gani? Kwa kama unatengeneza kwa ajili ya mvuto, unajua ni mvuto. Kama kwa ajili ya tiba, unajua hii ni tiba. Kama kwa ajili ya kinga, ni kinga. Kama unajua una fedha zako zinapotea ndani na masuala mengine yanaenda vibaya, sawa unaitengeneza hivyo inshallah. Baada ya kumaliza kunuiza yale ambayo unaizungumza, utachimba mizizi. Hakikisha unaopata ule mzizi mmoja ule kwenda chini, upate urefu kadiri ya uwezo wako. Ukipata urefu wa kidole sawa, ni fimbo hiyo. Ukipata urefu wa nusu mlula, ukipata sentimita 10, yani kwa kadiri ambayo utaweza kupata wewe mwenyewe. Lakini sharti usichukue ule kama magharibi wala ule kama mashariki wala kaskazini wala kusini. Chukua ule mti ambao unaenda chini, na wengi huu ndio wanaita mti mkuu. Niwaambie tu na bia si, lakini inshallah tutakuja kufundishana huko mbele kwa kama Allah atanifanyia wepesi. Huu ndio wanaita, sikia nataka mzizi wa mti mkuu, ndio mti mkuu mwenyewe ndio huo. Na sikia sio nataka mti mkuu kwa ajili ya tiba bwana, sio na nini. Bismillah, tutakuja kuelezana hapo, usije ukachanganywa kwamba mti mkuu ndio huo, ule mzizi ambao uliingia pale chini, ule unaitwa mzizi mama, huu mzizi mkuu au mti mkuu. Na masuala mengine una majina mengi sana, baadhi ya watu wanaitwa sijui likomoro, sijui nini huko, ni maneno mengine hayo. Baada ya kuchukua huo mzizi wako, hakikisha kama ule mzizi ambao umeenda chini, kama wenyewe utakuwa una vitotototo, yani utakuwa labda umeelekea huko na huko, kata, punguza sawa, kisha ukate ule vizuri. Baada ya kuchukua hapo, unashauriwa uwe na kitambaa chochote kile chenye asili ya kitaalamu, hizo ni chekundu ama ni cheupe ama ni cheusi. Ila inaangalika wewe mwenyewe na kazi zako. Kama unapenda kwenda kufanyia kazi ya heri, wewe tumia kitambaa cheupe ama hata cha kijani. Sawa. Kama unakwenda kwa ajili ya kinga, basi unaweza kutumia ni chekundu. Kama unakwenda kwa ajili ya tiba, unaweza kutumia ni cheusi au chekundu, ni sawa tu. Chochote hapo unaweza kutumia, hata kama ni cheupe. Tiba ile haina masuala mengi sana. Baada ya kumaliza, unarudisha nyumbani. Utakaa katika mswala wako kama kawaida. Ule mzizi wako umeweka pale mbele, upo juu ya kitambaa. Sawa, unawasha hudi pale mbele yako. Utasoma hizi sura kwa utaratibu huu. Anza astaghfirullah mara 10, la ilaha illallah mara 10, mswalie mtume mara 10. Baada ya hapo weka nia yako na soma kisomo hichi kwa ajili ya kuwapeni ulinzi nyinyi mliokuja hapa, kupa nguvu, lakini kumwomba Mwenyezi Mungu hajalie ninapotumia huu, basi kazi yake iwe ina nguvu na iwe mujarabu, isiwe wenye kushindwa katika sehemu yoyote. Kama ni mvuto, basi wateja wapatikane. Kama ni tiba, basi wa magonjwa yote. Mtu akija na mashaitani, aje na misukule, aje na michale, aje na mabaraha, aje na mikosi, aje na vifungo, basi kwa Allah tabaraka wa taala iwe ni yenye kumpa shifa. Baada ya hapo, baada ya yako, utaanza sasa kusoma ayat kursifu mara 7, kusoma surat al-Falaq, yani kul a'udhu bi rabbil falaq mara 7, kisha utasoma surati Nasi mara 7, yani kul a'udhu birabbin nas malikin nas. Sura hizi zote za mwanzo utazisoma na bismillah, ila utapofika surati Fil utasoma tu lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil, yani usisome bismillah kwenye surati Fil, na yao hivyo mara 7. Baada ya hapo utaweka nia yako tena kwa kadiri ambao ulivyokusudia mwanzo. Baada ya kumaliza, utamswalia mtume kwa idadi unayoweza, kama ni mara 1, kama ni mara 100, kama ni mara 1000, na hivyo matumizi yako. Baada ya kuchukua huu, kama unajisema wewe labda ni kinga, unaweza kutembea nao mwenyewe, unaweza kuweka kwenye nyumba yako. Sawa, kama kwenye nyumba unaweza kuweka tu kwenye chimba mlangoni au popote pale mlangoni. Mji huo, amini usiamini, hatoingia mwizi, hatoingia mchawi, hatoingia hasadi, hatoingia mbaya wote bismillah. Lakini kama unafanya kwa ajili ya tiba, unaweza kana wewe ni mtaalamu, uhifadhi sehemu nzuri, ili mgonjwa wako akija, baada ya kumfanyia unayojua yote, kisha mwambie halale kwenye chumba hiko, mwekee katika mto wake. Ila usimwambie kwamba umemwekea nini. Mwambie tu bwana, kuna dawa mimi nimeiweka hapa, utalala hapo. Sawa, lakini mgonjwa wako jitahidi naye hawe tahara. Mwambie hata usiku akiwaona watu wamekuja, basi ajue ni wataalamu kwa ajili ya tiba yake. Hakiuna vitu chochote, hakuna, hata kama ataona manyoka, ataona ndege, ataona viumbe vya ajabu, asiogope kwamba hao wote ni wataalamu kwa ajili ya tiba yake. Bismillah. Hafa utamfanyia hivyo ndani ya usiku mmoja tu. Akiamka asubuhi, kama ni mashaitani atakuwa ameshaondoka, kama ni vifungo, kama ni mabaraha,
kama ni mtu ambaye aelewe nini anachofanya, kama ni kutibu umajnuni, kama ni hasadi, biiznillah. Lakini kama ni mvuto, basi utamwambia aweke kwenye eneo lake la biashara. Kama ni kipande kidogo, anaweza kuweka katika pochi yake, sehemu anayotunzia pesa na masuala mengine, biiznillah. Naam, mimi ni Mwalimu Libuka, biiznillah tabaraka wa taala. Haya ni miongoni mwa masomo yetu inshallah, lakini mambo mengine mazito unaweza kuvipata ndani ya vitabu vyangu popote pale ulipo duniani. Hivi vitabu hapa haraka tu nitakuonyesha baadhi ya vitabu vichache, mfano kama hii Safina Nzito. Sawa, kuna kitabu hichi kinaitwa Koba la Uganga, kuna kitabu hichi kingine kinaitwa Nguvu ya Tiba, lakini tuna kitabu kingine hichi kinaitwa Mujarabati Kun Fayakun, na vitabu vingine vipo vingi. Vitabu vya Tarasmati hapa vipo tu kwa sasa hivi. Kuna kitabu hichi cha Chai wa Moto, kitabu hichi Maajabu ya Mitishamba iko namba 1 na namba 2, lakini kuna hii Maajabu ya Mitishamba nyingine iko namba 2. Kuna hichi kitabu cha Bahatia hichi namba 2, lakini hiki kipo namba 1 namba 2. Vitabu vyangu vyote kwa sasa vipo 24. Sawa, vitabu vyetu vipo 24 ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ndo hofa inakwenda kumalizia. Kitabu kimoja utakipata kwa shilingi 10,000 tu ya Tanzania, lakini vitabu 6 vinauzwa kwa 15,000. Si kama hivi vinauzwa labda ndo vina vizuri sana au ni vipi, hapana. Kuna mambo tu kidogo yametofautiana na wenzie, kwa hivyo inauzwa 15,000, lakini vitabu vingi vilivyobakia ni 10,000. Kwa hiyo kupitia 10,000 yako unaweza kupata elimu hizi zaidi na zaidi, ukawa na 20,000 unapata vitabu viwili, ukawa na 50,000 vitabu 5, 100,000 vitabu 10, ambavyo baada ya Ramadhani vitabu vingine vitarudi kwenye bei yake 30,000, na vitabu vingine vitarudi kwenye bei yake 20,000. Utarudi kule kule ukiwa na 100,000 unapata vitabu 8, 150,000 una vitabu 12. Lakini sasa hivi 150,000 unaweza kupata vitabu 15, ama ukiwa na 200,000 yako labda na 20 unaweza kupata vitabu 22 hadi 24. Kwa hiyo ni faida ni wewe mwenyewe kama unahitaji kweli kusoma na kuelimika biiznillah. Karibu sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.